mwingi walikuwa wakicheza wao kwa wao, lakini kuanzia juzi tumeanza haya mashindano wamekutana na changamoto mpya, na mimi niseme ni kuwa na uvumilivu, kuwa na subira, kuamua na kumuomba Mwenyezi Mungu. Kujitahidi ili kusudi ufanyeje, ufikie mpira upige kwa kifua, aidha ubahatisha kwa kupiga na mkono. Ni uzoefu. Timu ambayo nimecheza nazo katika kundi langu nyingi zilikuwa zina uzoefu wa kutosha tofauti na mimi. Full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya hot coach. Ni coach wa timu ya Lango la Sadek. Hapa umekuja na timu au? Nimekuja na timu. Timu yako hadi sasa hivi imefikia hatua gani? Timu yangu mpaka dakika hii imeishia kwenye hatua ya makundi. Hatua ya makundi ambapo sasa hivi imeshatoka. Imeshatoka. Changamoto gani timu yako iliyopata katika michuano hii? Timu yangu changamoto ambayo imepata ni uzoefu. Timu ambayo nimecheza nazo katika kundi langu nyingi zilikuwa zina uzoefu wa kutosha tofauti na mimi ambaye mimi ni underdog. Coach ni mara kwanza kuifundisha timu ambayo ina upungufu wa ulemavu, lakini pia hata timu yenyewe nayoifundisha nayo ni mara ya kwanza kushiriki mashindano haya. Timu yako ulipata nayo maandalizi, ulichukua muda gani mpaka timu ikapata? Timu yangu mpaka kufika hapa maandalizi yake ilikuwa ni ya miezi miwili. Miezi miwili? Ndio. Miezi miwili ambapo wachezaji walikuwa hawajui kucheza huu mchezo kabisa au walikuwa na idea ya kucheza huu mchezo? Hiyo miezi miwili wachezaji wangu ndo kwanza walikuwa naingia kwenye mchezo huu, hawana uzoefu wowote zaidi ya mazoezi ya muda wa miezi miwili, lakini hawajaicheza hata wakati hawajapata ulemavu hawajaicheza. Kocha, wewe kama wewe ni mgeni katika michuano hii na timu yako ni ndo kwanza mara ya kwanza kushiriki katika michuano hii. Wewe kama wewe, ningependa kujua ulipata changamoto gani kwa coach wachezaji wako mpaka kujua mchezo na zile sheria zote za mchezo huu? Changamoto nilizozipata mpaka nikaingia kufundisha timu, kwanza nilipewa kanuni za mashindano ili nijue taratibu zote, ndipo nianze kuzitumia katika mazoezi yangu. Tangu tulivyoanza mpaka dakika tuko hapa, nilitumia kanuni ambazo tulipewa na viongozi wa mashindano haya. Hapo ningependa kujua ningependa watazamaji wajue mchezo huu kanuni zake zipoje na sheria zake zipoje, maana asilimia nyingi sana mchezo wa watu waliopungukiwa viungo wengi sana hawajui sheria zake na kanuni zipoje. Tungependa kidogo tupitishe kama coach. Sawa. Sheria na kanuni, kinachoanza ni kanuni, afu zinakuja sheria. Kanuni za mashindano lazima watu wawe 7, yaani wachezaji 7, goalkeeper na wachezaji 6 wa ndani. Lakini sheria ni mpira ukienda kugusa gongo ni faulo. Mtu akizidi akifunga si offside, ni goli. Hiyo ni sheria. Kwa mpira huu wachezaji wa mpira wa miguu ambao watu waliopungukiwa viungo haina offside? Ndio, haina offside. Mpira wa kurusha ipoje? Mpira wa kurusha unaweka chini kwenye mstari, kwa hiyo unapigwa kwa mguu, hawarushi. Penalty zipo kama kawaida, 10 na viongozi 3. Hivyo katika kuboresha idadi ya wachezaji wawe 15, angalau viongozi 5. Na timu yangu ndio mara kwanza kabisa inaingia katika mashindano haya, kwa hiyo hatuna uzoefu wote, ni timu changa, tunaweza kusema ni underdog. Mlipata changamoto gani katika kutengeneza timu kwenye tournament hii? Changamoto tulipata nyingi tu. Kwanza kuwapata watu wenye ulemavu, lakini pia kukubali kushiriki katika mpira wa miguu ilikuwa ni kazi ngumu, haikuwa kazi rahisi, lakini nilijitahidi kwa sababu nilikuwa na lengo la kuwatafutia fursa walemavu. Nilijitahidi kutengeneza timu na nashukuru Mungu, alhamdulillah, mpaka sasa hivi na timu na imekuja katika mashindano. Timu inatakiwa iwe na wachezaji 15
ambao wanatakiwa kuwa makipa watatu ambao wenyewe wanakuwa na upungufu wa kiungo cha mkono, lakini wachezaji wa ndani 12 ambao wenyewe wanakuwa na upungufu wa mguu mmoja au miguu miwili, lakini mguu mmoja unakuwa ufanyi kazi, au ndio wanakuwa na sifa ya kucheza mpira huu. Lakini pia technical bench kama kawaida tunatakiwa liwe walau na viongozi wasiopungua 5. Mimi nashukuru kwanza kwa mara ya kwanza wameweza kucheza mechi ya kishindani, kuzingatia sisi Tabora tukanda ya magharibi yote haina timu ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo muda mwingi walikuwa wakicheza wao kwa wao, lakini kuanzia juzi tumeanza haya mashindano wamekutana na changamoto mpya, na mimi niseme imewasaidia sana na imeanza kuwapa uzoefu na wameanza kuelewa sasa nini maana ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu. Wamejificha, siwezi kusema walifungiwa, lakini wengi walikuwa wamejificha, lakini pia wengi ulikuwa ukiwaambia kucheza mpira walikuwa wanaona kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Kwa hiyo kuna wengine walikata tamaa, walishia njiani, lakini wengine tumepambana nao mpaka mwisho. Lakini changamoto nyingine kubwa, maslahi. Wengine walikuja wakategemea wakifanya mazoezi siku moja siku mbili watapata hela au watakuwa wanalipwa, lakini walipokuwa wanaona hawalipwi na hawapati pesa yote, basi wengine walikimbia. Mimi niseme tu wajitokeze, hii ni fursa kama fursa nyingine. Kwanza michezo ni afya, lakini pia michezo ni ajira. Huu mchezo wa watu wenye upungufu wa viungo umekuwa mchezo wa liza kwetu Tanzania, lakini kwa nchi zingine kama Uturuki umekuwa ni mchezo wa kulipwa, na mfano mzuri tuna vijana wetu tulikuwa nao katika timu ya Temple Warriors almost 7 wanacheza saizi mpira wa kulipa Uturuki. Mimi nawashawishi kwa faida yao, nawashawishi sana. Kwanza mazoezi ni afya, iko kitu cha kwanza. Umeona wengine wanakuta mlemavu amekaa nyumbani tu, anashinda nyumbani, anakuwa na stress, anakuwa na mawazo, lakini akijichanganya na wenzie kwanza inamjenga kiafya, hilo ni moja. Lakini jambo la pili tumesema ni fursa. Lengo la Unyanyembe Amputee ni kuwatoa walemavu katika utegemezi na kuwatengezea ajira ya kudumu. Kwa hiyo akijituma, akionyesha bidii, basi atapata ajira ya kudumu kama ulivyopata wengine nchi za ughaibuni. Mimi nawashukuru sana kwa sababu tusingepata wadhamini wa kuwezesha walau tuje hapa mpaka leo, timu yangu ingekuwa haielewi mpira unachezwaje huu, ingekuwa haielewi makosa mengine, kwa sababu kuna wengine magoli wamefungwa hapa kwa kutokujua sheria, lakini mengine kwa kusahau sheria. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana wadhamini, na niombe tu wadau wengine tuwasupport wadhamini, tuwasupport walemavu kama vile hao wadhamini walivyo support haya mashindano, tuwasupport wakiwa mikoani kwao, lakini katika mashindano yoyote yanayotokea tujaribu kuwasupport walemavu. Mimi kama goalkeeper, yani kwa mpira wa Amputee, tena mpira wa watu wenye ulemavu, nimepata changamoto kwanza kwenye mazoezi, umeona, na umbali nakotoka, umeona, kwa sababu kule nakofanyia mazoezi nikatua, umeona, ila nimeona tu kwamba nimejikaza, nimefanya mazoezi mpaka leo hii nimefika hatua kama hii tulionao sasa hivi ya kucheza mchuano huu. Mpira huu zilinipa ugumu wakati naanza, mbona nilikuwa sijui kwamba ule mstari mweupe ule kwamba ukiuvuka utakuwa umecheza faulo au unaweza ukapigwa penalti, umeona. Hiyo imeniwea ugumu sana, na mpira wa goal kick ukitoka hauruhusiwi upige uvuke mstari ule wa katikati, umeona. Kuna muda mwingine nilikuwa najisahau, napiga unavuka ule mstari, umeona, inakuwa nimecheza ni faulo, inapigwa kwangu. Ili ugumu unajia upindi mchezaji atakupigia mpira kwenye mkono wako ambao ni mlemavu, kwamba haupo. Hapo ndo tunapata changamoto sana ya kujitahidi ili kusudi ufanyeje, ufikie mpira upige kwa kifua, aidha ubahatisha kwa kupiga na mkono. Kipa wa timu ambayo inacheza fainali sasa hivi hawa wananili kuacha hawa Arusha, hawa wananili sauti ya asio nanili yani kanipa kwanza nimejifunza vitu vingi sana kutoka kwake, umeona. Ina maana na mimi nikirudi kule kwetu nitaenda kukifanyia mazoezi tena sana tu. Nilichokiona kwake, umeona, anaongea na wachezaji, anaipanga ile safu yake ya nyuma kwamba jamani, panda shuka, njoni tukabe, umeona. Hicho yani nimejifunza sana, umeona, na mimi hicho naenda kukifanyia kazi. Kwa mimi naweza nikasema huu mpira, na huu ni mpira wa watu wenye ulemavu,
Umeona? Sasa kama mpira wa watu wenye ulemavu, hatuna kusema kwamba sisi ni walemavu wa kusema kwamba bana na hawa ni walemavu, hawawezi kufanya kitu, hawawezi kufanya kazi. Umeona? Ila kwa hapa nilipofika hapa nimekutana na watu mbalimbali. Umeona? Mpaka na mimi nikajisikia nikajiona kama vile ni mtu mzima kama wale wengine, ila japokuwa nina upungufu tu. Umeona? Na ile jamii kwanza naiomba ijaribu kutuangalia na sisi huu mchezo wetu, muona tupate washabiki. Manake kwanza naiomba kabisa kwamba yani tuwe na ligi, kwamba yani fulani ana pointi ngapi, timu fulani ina pointi ngapi. Umeona, tunatembelea mikoa. Umeona, sio kwamba tunakusanyika sehemu moja. Umeona, kwa sababu wachezaji wengi hapa kuanzia mimi, umeona kuna mikoa mbalimbali bado sijafika. Umeona, kwanza nikifika mikoani huko kuna sehemu zingine nitajifunza. Umeona, itaniondolea yale maumivu ya mkono wangu kwamba mimi ni mlemavu. Umeona, changamoto kwa sababu ilichukua muda sana kuzoea hali, na hapo awali nilikuwa sijui. Nichukua muda kwa sababu nilipofika ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza kuyatumia hata magongo kwenye kuchezea mpira. Kwa hiyo ilinipa changamoto kidogo wakati naanza, lakini mpaka sasa hivi namshukuru Mungu, maendeleo sio mabaya, nimeshazoea, nishaona kama na kitu, naendelea kufanya vizuri. Pia namshukuru kocha wangu kwa maelekezo alikuwa ananipa, bwana yanatumiwa hivi. Japokuwa alikuwa anaumiza huku mikononi, ananipa subira, ananiambia vumilia, ndio hivyo utazoea tu. Hatimaye mpaka sasa hivi nimefanikiwa, akanichukua kuniamini kuja kucheza mashindano haya. Faida yangu, nimepata faida kama timu, pia na mimi mwenyewe nimepata faida kutokana na wale timu tuliokuwa tunacheza nazo. Tunajua kabisa mpira wa miguu wa walemavu unatakiwa ucheze kama hivi. Sheria pia kuna sheria ambazo tulikuwa hatujui, naambiwa mpira inatakiwa uchezwe hivi. Hatimaye tumejifunza vingi sana kupitia mashindano haya. Mashauri tu kuanzia wazazi mpaka mchezaji ambaye ana upungufu wa viungo, washawishi sana kwenye jamii zao ambao wanaishi nazo. Watu wajitokeze, wakiona hivi tukiwa wengi ndo mafanikio, kwa sababu mpira huu inahitaji watu wengi, watu pia ni wachache. Kwa hiyo watu wajitokeze ili sasa tuone maendeleo ya mpira wa watu wenye ulemavu unaenda mbele.